Ya maandalizi yetu Dodoma Jiji yamekwenda vizuri, zaidi ya Ali Salim ambaye alipata majeraha katika mechi ya Mbeya City. Hatuna majeruhi mwingine kwenye kikosi chetu. Zaidi ni tu kwamba tunakuwa na ongezeko la wachezaji ambao wametrain vizuri kuelekea kwenye mechi hii. Tunatambua ugumu wa mechi hii, lakini pia tunatambua namna ambavyo tulivyo so far kwamba ni timu ambayo tunajijenga siku hadi siku. Kwa namna tulivyoanza na sasa hivi tunavyoendelea, nafikiri ni timu ambayo tuko na consistency nzuri. So tunaamini kwamba tunaenda kukutana na timu ambayo imepoteza mechi, lakini muda huo tunaamini kwamba tunaenda kukutana na timu ambayo ina maingizo mapya kikosini na mwalimu mzuri. Sisi kama Dodoma Jiji tumejiandaa kwa ajili ya hivyo vitu vyote, kwa maana ya kukutana na timu ambayo iko na quality kikosini, kukutana na timu ambayo imetoka kupoteza mechi. So tunaelewa ugumu huu, lakini katika uwanja wetu wa Jamhuri tunafikiri tunahitaji kutumia vizuri, hususan katika mechi hizi za raundi ya pili, ili tuweze kupata matokeo. Wachezaji wako na hali nzuri. Sisi walimu tumezungumza na wachezaji kwa maana ya opposition team kwamba namna jinsi ilivyo, lakini pia na namna ambavyo tunavyohitajio wa point hizi tatu. So tunafikiri tu ni kwamba baadaye kidogo tutakuja kuassess mwisho tutakuwaje, lakini tuko tayari mpaka sasa hivi kwa ajili ya mechi ya kesho. Umekuwa na mwenendo mzuri zaidi tangu mchezo wa Afrika kupata matokeo Mbeya, ukatoa sare, umerudi Jamhuri dhidi ya KMC umekuwa na ushindi. Unaenda kukutana na timu ambayo mchezo wa mwisho dhidi ya Mbeya City imepoteza ikiwa nyumbani na kuja ugenini. Pengine hii haikutii pressure kwamba wanakuja kuhitaji matokeo zaidi? Ugumu upo. Hii ni ligi kuu. Ukiangalia sasa hivi namna ligi kuu jinsi ilivyo, ni ligi ambayo ushindani kadri siku zinavyokwenda unaongezeka. So kunaongezeka kwa sababu kuna timu zinahitaji kushuka daraja, kuna timu ambazo zinahitaji kumaintain, kuna timu za taasisi unaona zinapambana kwa ajili ya nembo ya taasisi zao, lakini pia kuna timu ambazo zinazohitaji ubingwa. Huo ugumu upo tu mahali pote. So kila siku kunakuwa na challenge mpya. Namna tunayoifanya ni namna ambavyo tunaweza kuapproach match by match. Tactically, technically wakoje? Ndicho kitu ambacho tunachokifanyia kazi. Tunatoka kwenye mechi ya tofauti, labda tukicheza na JKT unajua hii ni mechi ya tofauti. Ukicheza na Mbeya City unajua hii ni mechi ya tofauti. Ukicheza na KMC, kwa hiyo kuna timu ambazo zina fighting spirit ya kutaka kushuka, kuna timu ambazo ziko level ya kati. Kwa hiyo tunajua namna ambavyo tunavyoweza kutengeneza vilabu vyetu kufikia kwenye mechi kama hizi, wachezaji wetu kufikia kwenye mechi kama hizi, ni namna gani ambavyo tunaweza kupata matokeo. Kwa hiyo tunajua challenge ya TRA United ni challenge nyingine tofauti kidogo na KMC. So kuna namna ambavyo tunaweza tukaichukulia mechi hii, lakini pia mchezaji mmoja mmoja wa TRA, lakini lengo ikuwa ni namna ambavyo tunaweza tukastudy, tukaanalyze opposition team na namna ambavyo sisi tunaweza tukamatch quality yao na weakness yao, kisha tupate matokeo katika uwanja wetu. Ukizungumzia kwenye point ya TRA ni nzuri sana kwenye kuzuia mechi moja mzuri na upande wa Jiji na kama nafasi. Kwa nzuri mchezo uliopita dhidi ya KFC walikuwa na shuti na nne goli ndani na wili yakazalisha magoli. Conversion rate inaonekana ni nzuri sana. Kwa upande wa TRA inaonekana kwa bora ya uzuiaji. Ni kupambana kwa kupata matokeo kama chances ambazo na nafikiri hiyo ni analysis ya mechi ya timu nzima. Sio swala la safu ya ushambuliaji, namna ambavyo wana move mpira, namna ambavyo wana behave wasipokuwa na mpira, namna ambavyo wanavyoweza kuattack. Kwa kama nilivyotangulia kuzungumza ni kwamba tunakutana na challenge ambayo ni nzuri kwa kiasi fulani, lakini nafikiri kwamba katika eneo letu la ushambuliaji nafikiri pia kumekuwa na, unaona kuna wafungaji tofauti, si ndio? Unaona hata mechi iliyopita walifunga watu tofauti. So ni kitu ambacho tunafikiri kwamba mahali popote pale tunapoona kuna weakness kwenye defense yetu, kwa sababu wanaweza kuwa na muundo mzuri wa kuzuia, lakini vipi kuhusu mtu mmoja mmoja, vipi kuhusu style yetu ya uchezaji? So ni kitu ambacho nafikiri pia maandalizi yake tuko nayo. na kwenye muundo ambao tulishuhudia na Jiji ndio KFC kwa maana muundo wa uchezaji. Unaweza kuwa ni huu kwenye mchezo wa TRA au kwenye mchezo wa football ni mchezo wa moment. Football ni mchezo wa moment, inategemea wewe unatumaje maswali kwa mpinzani. So kuna maswali ambayo sisi tutawauliza wao wenyewe TRA, inategemea na namna watakavyotujibu kwenye kiwanja. Kama hawataweza kutujibu, tunaweza kuendelea kuuliza maswali ya namna hiyo. Lakini pia kama atatujibu, tutakuwa na maswali mengine tofauti. So tunakuwa katika football kuna plan A, kuna plan B, kuna namna ambavyo una approach mechi, uanze vipi na umalize vipi. So the way ambavyo umeona weakness yako weakness ya mpinzani wako. So
nafikiri inaweza kuwa hivyo na inaweza kuwa tofauti kulingana na timu ambavyo tunavyocheza nazo. Huwezi kucheza na KMC ukafananisha ubora wa KMC na TRA. Hizi ni timu za kaliba mbili tofauti, nyingine iko juu, nyingine iko chini, lakini quality ya wachezaji walioko KMC sio wale walioko TRA. TRA iko na quality nzuri, lakini pia kuna mwalimu mwingine pia mzuri ambaye ana experience pia na hii ligi pamoja na namna ambavyo jinsi anavyokwenda. So hivyo vitu vyote tumevizingatia kwa namna ambavyo tunavyokutana na opposition team. Asante. Kwa majina naitwa Anderson Solomon. Kwa upande wa wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri na mchezo wa kesho dhidi ya TRA. Mchezo hautakuwa rahisi, mchezo utakuwa mgumu. Walimu wametuandaa kiakili, kimwili. Kila mchezaji ana hali ya mchezo huo wa kesho. Anderson, kama wachezaji mlikuwa na mwenendo au matokeo mazuri zaidi, pengine mnakutana na timu ambayo yenyewe imekuwa na wachezaji ambao ni bora zaidi. Kama wachezaji mmejiandaa vipi kukabiliana na timu ambayo ina wachezaji bora lakini na nyinyi mko bora? Tumejiandaa vizuri kwa sababu tunaenda na plani za walimu wetu walipotuandaa. Kwa kila kitu tunafuata plani za mwalimu.